Kwa baada ya tamko letu kurudishwa, kamati ya utendaji wametoa tamko lao ambalo kwa jinsi walivyoliangalia sakata lenyewe wakaona kwamba hakuna sababu ya kukata rufaa kwenye mamlaka za nchi, lakini pia wakaenda mbali kwamba msimamo unabaki ule ule kwamba hatuchezi mechi ya namba 184 kwetu tunadhani ilishapita. Baada ya tamko la ratiba ya ligi ikionyesha kwamba mechi ile ya namba 184 itachezwa Juni 15. Kwa tamko la bodi ya ligi linapingana na klabu. Sasa sisi kama viongozi wa matawi tumelitafakari hili na tumeona tuje kwenu kama viongozi wa matawi ili tuwe na msimamo wa pamoja. Kwanza tunaunga mkono kauli ya tamko la viongozi wetu kwamba hatuchezi mechi ya tarehe 15 ama hatuchezi mechi, ni kwamba hatuchezi mechi ya marejeano baina yetu sisi na Simba ambayo tunadhani ilishapita. Kwa maana mechi ya namba 184 hatutaicheza kama bodi ya ligi walivyotamka. Tumeona kwamba tulieleze hili mbele ya waandishi wa habari kwamba huu ndio msimamo wa wanachama viongozi wa matawi wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini naamini kwamba hata mikoa mingine watatunga mkono kwa hili. Wakati wanaahirisha mechi ya Machi 8 kwenye barua, kwenye tamko la bodi ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi baada ya kugundua kwamba kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini pia kulikuwa na viashiria vya rushwa, na wakaahidi kwamba baada ya uchunguzi wao watakuja hadharani waeleze hivyo viashiria vya rushwa ama uvunjifu wa amani ambao vilisababisha kuahirisha mechi ya Machi 8. Cha kusikitisha kwamba kabla hata hawajaja kwa Watanzania kuwaeleza, wamepanga ratiba ya mechi. Yanga tulitoa malalamiko yetu mengi. Siku kucheza mechi hiyo ya Simba na Yanga, wakumbuke kwamba mechi ya Machi 8 mwenyeji alikuwa ni Yanga Afrika. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwenye mapato yale. Yanga tuliandaa mechi kwa maelezo ya viongozi wetu, waliandaa mechi ile kwa zaidi ya milioni 58. Maandalizi ya mechi ile zaidi ya milioni 58. Lakini wapenzi, mashabiki na wanachama wetu wametoka mikoa mbalimbali wamekuja kuungana na wenzao wa Dar es Salaam kwenda kusupport timu yetu. Kwa maelezo ambao waliotoa wao wenyewe bodi ya ligi, mpaka mechi inafikia kuahirishwa zaidi ya mashabiki 40,000 walikuwa washakata tiketi. Tegemeo letu na Yanga ni kwamba mapato yale yangesaidia klabu ya Yanga. Leo unatuambia unatangaza mechi ya Juni 15 kwa watu wale ambao waliwasumbua kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusupport timu yao, utegemea watakuja tena Dar es Salaam. Zile fedha ambazo waliingia viingilio siku ile, hakuna hata maelezo kama zimekwenda wapi. Yanga tunasema sisi hii klabu sio ya Engineer Harris wala Arafat. Hii ni klabu ya wanachama wa Yanga. Kwa hiyo tunawaunga mkono viongozi wetu. Tunaungana na viongozi wetu kwamba mechi namba 184 haipo. Mechi namba 184 tunasema haipo kwa sababu hatujapata maelezo. Kwanza hatujapata maelezo yoyote kwamba kanuni gani ilitumika kuahirisha mechi ile. Hatujapata maelezo kwamba wale waliofanya mpaka mechi ikaahirishwa hatua gani wamechukuliwa.
Moja ya matamko yao tena nilitamkwa na viongozi wa Simba kwamba wao hawatacheza mechi yoyote mpaka waone aliyehusika na uvunjifu wa amani siku ile anachukuliwa hatua. Leo mnaandaje mechi kwa wakati hata mtu hajachukuliwa hatua yoyote? Kwanza hatujui nani aliyeahirisha mechi, hatujui kanuni gani aliyeahirisha mechi, hatujui wale walioahirisha mechi ambao walifanya makosa wamechukuliwa hatua gani. Mnatuambia twende tukacheze mpira. Tumesema Yanga hatuchezi mechi ya marudiano ya namba 184, hatuichezi. Na hili naomba serikali yetu tukufu, hii swali limeingia bungeni juu, tumesikia bungeni. Tunawaomba viongozi wetu wa serikali watuelewe hivyo, tunaomba wanachama wa Yanga watuelewe hivyo, lakini pia tunaomba wapenda amani wote Tanzania tuelewe kwamba Yanga hatuko tayari kuburuzwa kwa hili. Tumesema kwenye tamko letu la viongozi wetu, tumewaruhusu wafanye kile wanachoona kinafaa kwetu. Hatutakwenda kucheza mechi hiyo kama wataona sisi tuna makosa, watuchukulia tu wanaoona inafaa. Tunadhani Yanga imefika mahala sasa tusimame tutete mpira wetu wa Tanzania. Yako matatizo mengi kwenye mpira wetu wa Tanzania ambao hatudhani kwamba timu ndogo kama Namungo, sijui Geita Gold, sijui Biashara hawezi kusimama kupambana na haya mambo. Kwa hiyo Yanga tumeamua safari hii tusimame tutetee soka la Tanzania. Wale iko siku watatuelewa kwamba nini maana yetu. Kwa sasa kuna wachambuzi ambao wanatukera, wanatuponda, lakini iko siku watajua kwamba Yanga walikuwa na nia gani. Kwa hiyo niwaambie, tunaungana na viongozi wetu wa klabu kwa maana tunacheza mechi. Lakini sasa tunataka tulitoe kwao. Hiyo ni agenda ya wanayanga wote. Leo tumekaa matawi mkoa wa Dar es Salaam baada ya kamati ya utendaji kutoa tamko. Lakini tuna chombo cha mwisho ambacho ni mkutano mkuu. Sasa tunawaomba viongozi wetu, tunaandaa orodha yetu. Tunaanza na orodha hii ambayo tumeingia leo hapo. Hawa ni wajumbe halali wa mkutano mkuu. Tunahitaji tuunganishe nguvu na nchi nzima. Katika katiba ya Yanga inatuelekeza kwamba mkutano mkuu wa dharura aidha utaitishwa na kamati ya utendaji ama itaitishwa na wanachama kwa ombi kwenda kwenye kamati ya utendaji. Leo tunatamka rasmi kwa sasa, tunaiandikia rasmi kamati ya utendaji, tunahitaji mkutano wa dharura. Kuanzia leo mpaka tarehe 15 Juni ni siku ambazo zinatosha kabisa kuwa na mkutano wa dharura kikatiba. Katiba inaeleza kwamba ili mkutano wa dharura upatikane lazima utangazwe kwa siku zisizopungua 15. Kwa leo tarehe 10 tunatenga siku 5 za maandalizi. Tutawapelekea kamati ya utendaji barua kupitia kwa mtendaji mkuu wa klabu ambayo ina orodha ya wanachama wa Yanga ambao wako hai, ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu, ili tupate mkutano wa dharura. Tulitoe hili kwao liwe ni agenda ya mkutano mkuu wa dharura wa Yanga. Na kwenye katiba yetu imetuelekeza mkutano mkuu wa dharura utakuwa na mamlaka sawa na mkutano mkuu wa klabu. Kwa tutakachokiamua pale ni maamuzi halali ya wanachama wa Yanga kupitia mkutano mkuu. Kwa ni watoe wasiwasi, tumedhamiria kwamba kwa hili haturudi nyuma. Na tunaomba viongozi wetu kama walivyotoa maelekezo matamko lao wasije wakatokea tena kurudi nyuma. Hatuchezi mechi na hatutacheza mechi. Niwaombe wanayanga, tuna mechi 3 za kumalizia ligi. Tuna mechi moja ya CRDB na tukipita tutakuwa na mechi nyingine ya finali. Kwa maana tuwe kama tuna mechi 5 kumaliza msimu. Tuendeni tukasupport timu yetu kesho kutwa Jumanne pale KMC. Tuendeni kwa nguvu tukasupport vijana wetu. Lakini tukitoka hapo tuendeni Tanga tarehe 18. Tuendeni Tanga tukasupport timu yetu. Tukipita hapo tuendeni Mbeya kwa ratiba yao walivyoipanga. Tutakwenda Mbeya sababu kumalizia hapa na Dodoma jiji. Wale ambao vikundi vya usafiri vyote kuanzia kesho kutwa KMC
magari yenu yote wekeni mabango hatuchezi. Tunakubaliana kwamba hapa kuna vikundi vya kwenda mikoani kusupport timu. Grupu admin, ulipo tupo, first class, Yanga Fahari yetu. Tunahitaji magari yote hatuchezi. Mwisho nimkaribishe mwenyekiti wa baraza la wazee naye aweze kuongea machache ili turudi kwenu na ninyi mtoe maneno yenu mawili matatu tumalize kikao chetu na waandishi wa habari.